Hali gani ndugu mtazamaji na mfuatiliaji vipindi vyetu vya Kilimo Pro Tanzania. Kwa majina anaitwa Arnold kutokea Kilimo Pro, na leo tuko mkoa wa Pwani, wilaya ya Mkuranga, kijiji cha Mkenge, na leo tumekuja kufanya farm visit. Farm visit ni nini? Farm visit ni nasema ni farm, ni shamba. Visit ni kutembelea. Kwa mantiki ya kwamba tumekuja kutembelea shamba, na shamba hili ni la mteja wetu ambaye anatarajia kupanda minazi. Kwa hiyo tumekuja hapa kuangalia shamba lake na kuona namna gani tunaweza kumsaidia na kushirikiana naye ili aweze kufikia mafanikio yake. Kwa hiyo kama unavyoona tuko kijiji cha Mkenge, na hapa tumekuja kuangalia shamba hili ambalo mteja wetu anategemea kulima minazi. Sasa labda kwa kifupi mtu anaweza akajiuliza farm visit au field visit ni nini? Field visit huwa tunaifanya kwa mtu ambaye anatarajia au anahitaji kufanya project mbalimbali ya kuhusu kilimo au ufugaji. Inaweza kuwa anataka kulima, inaweza kuwa anataka kufuga. Kwa hiyo kwa mteja wetu wa leo, yeye anahitaji kulima minazi. Kwa hiyo tuko shambani kwake hapa kijiji cha Mkenge, moja kwa moja kwa ajili ya kuangalia eneo lake na kufanya ukaguzi. Baada ya hapo ndipo tutamshauri na namna zingine, lakini kikubwa pia nataka tumpatie mawazo na pia tumsaidie kwa upande mzima wa upandaji wa minazi. Kwa hiyo mara nyingi lazima tuangalie eneo. Uwezi tu ukasema tutapanda au tutafanya hiki au utafanya kile bila kuona eneo limekaaje na bila kuelewa hiyo site imekaa vipi. Kwa hiyo ukishaona eneo limekaa vipi, maana yake inakuwa rahisi wewe kutoa maoni na kumpa maelezo ya kitaalamu ambayo yule mteja wako ambaye anatarajia kufanya hicho kitu inakuwa rahisi kuelewa. Lakini pia inakuwa inasaidia wewe kujua ukiwa na mteja wako unampa maelekezo akiwa anaona eneo husika, kuliko swala kupiga simu. Tunasema kilimo cha simu, kama unapiga tu simu wewe, hapo vipi bwana, umemaliza. Wewe ni vyema kufika shambani na kuangalia hali halisi iliyopo. Baada ya kujua hali halisi, maana yake inakusaidia kufanya maamuzi ambayo yanaendana kulingana na sehemu husika. Kwa hiyo pia ukiangalia kwa ukanda wa kaskazini, kuna ukanda wa Pwani, kuna ukanda wa eneo la katikati kama Dodoma. Katika maeneo yote haya uoto wake wa asili huwa unatofautiana, au kuna baadhi ya mazao huwa yanafanana, lakini kuna baadhi ya mazao ambayo kwa upande mwingine hayawezi kufanya vizuri, lakini kwa upande mwingine anafanya vizuri. Kwa hiyo ni lazima uende eneo husika, uangalie eneo limekaaje, na pia utoe ushauri kulingana na eneo lilivyokaa. Mtu anaweza kukupigia simu ukamshauri kupitia simu, lakini pia inakuwa ni vizuri zaidi kama mtu anataka kufanya kile kitu chake na yuko serious kufanya. Mara nyingi tunamshauri kwa ile farm visit. Kwa katika farm visit kuna gharama kidogo mtu anachangia ya usafiri kidogo tufike eneo lako, kwa sababu tunapatikana na eneo ambapo ulipo ni mbali. Kwa hiyo kuna gharama kidogo za usafiri ambazo mteja unachangia ili tuweze kufika na kukupatia huduma ambayo unahitaji. Sasa farm visit kubwa zaidi kwamba unakuja kuangalia eneo. Tunaangalia eneo lako kulingana na lilivyo. Kama unataka kulima tunaangalia, kama unataka kufuga tunaangalia. Kwa sababu katika design ya shamba, kufanya field layout, lazima uangalie utapangilia vipi shamba lako. Lazima uangalie shamba lilivyokaa ndivyo utapangilia. Kama mtu anataka jenge mabanda, anataka kufuga, lazima uangalie eneo lako limekaa vipi, ndipo utamshauri yule mtu kwamba bana utabidi ufanye 1 2 3 kulingana na eneo lako. Lakini leo hii tuko hapa katika shamba hili tunakuja kufanya field visit. Mteja wetu anatarajia kupanda minazi, na kama nilivyosema tuko Mkuranga, Pwani, kijiji cha Mkenge. Na ukiangalia zao ile minazi kwa upande wa Pwani linafanya vizuri sana, lakini alifanya tu vizuri kulingana na mazingira na hali ya hewa, lakini pia kuna yale maandalizi ya muhimu sana, hasa kuangalia aina ya udongo, kuangalia rutuba ya udongo pia, lakini pia kuangalia topography, shamba limekaaje, miinuko iliyopo shambani, shamba lina muonekano gani kwa ujumla, shamba lina uoto gani wa asili uliopo, je, shamba linahitaji kufanyiwa nini baada ya hapo. Kwa hiyo unapofanya field visit inakupa urahisi wa kujua kwanza aina ya udongo uliopo, lakini pia hata rutuba udongo ya eneo husika. Je, rutuba iliyopo ina support? Je, aina ya udongo uliopo ina support kupanda zao husika ambalo mteja analihitaji? Kwa hiyo hivyo ndivyo sisi tuko hapa kwa ajili kuangalia hivyo vitu. Baada ya hapo tutoe ushauri wa kitaalamu kwa mteja wetu na magari za kufanya ili aweze kupata matokeo ambayo ni bora. Siku zote tunafanya uwekezaji kama huu, tunategemea kwamba tupate matokeo ambayo ni bora, matokeo chanya. Kwa sababu unawekeza, unanunua eneo kama hivi, unaweka nyumba kama hii katika shamba, lengo ni kwamba kuandaa kwamba eneo lako unaweka uwekezaji, mwisho wa siku
zile fedha ambazo umetumia basi zikuletee matokeo ambayo ni chanya. Inabidi ufanye uwekezaji ambao wenye tija. So katika uwekezaji wenye tija ni vyema pia kushauriana na wataalamu kuweza kujua namna gani unaweza kufikia lengo hilo. Hata kama kuna kitu unakifahamu, lakini unaposhauriana na wataalamu kidogo unakuwa unapata kitu cha ziada ambacho labda ulikuwa unakijua, lakini unapata nafasi ya kukijua zaidi kwa undani zaidi. Kwa hiyo ndio maana Kilimo Pro tuko hapa kwa ajili ya kuthibitisha hilo na kwa ajili ya kufanikisha hilo. Unapokuwa unafanya field visit kwa sisi kama Kilimo Pro, kwanza lazima tuangalie mipaka ya eneo. Kwa hiyo hapa tulipofika, cha kwanza tumeangalia mipaka ya eneo, ili eneo lina ukubwa gani pia, lakini pia ili shamba limepakana na kitu gani katika maeneo haya. Hiyo inasaidia pia kufanya layout nzuri ambayo itamsaidia mteja kufanya maamuzi sahihi, kwa sababu anapokuita mtaalamu shambani anategemea apate matokeo ambayo ni mema. Kwa hiyo unapomshauri jambo lazima ulishauri kulingana na ulivyoona eneo husika. Kwa hiyo tulipofika hapa, cha kwanza tumeangalia mipaka ya shamba kama unavyoona kwenye hiyo picha hapo, lakini pia tumeangalia kuna miti aina gani iliyoota ya asili, lakini pia tumeangalia uoto kwa ujumla. Labda kama kuna miti ilipandwa kama miembe unavyoiona, tumeona kuna minazi michache hapo. Kwa hiyo pia unaweza kaiangalia jinsi ilivyoota na muendelezo wake kwa ujumla. Kwa hiyo ni jambo la kwanza, lakini pia tumepata nafasi ya kuangalia topography ya shamba. Ili shamba ukiangalia limekaa kwa kama kitabu fulani cha Biblia wanavyokifunua. Yaani kimekaa kwa mshazari fulani, hakijakaa flat. Kwa hiyo unapokutana na eneo kama hili pia lazima utoe ushauri kwa mkulima husika ili aweze kufanya matokeo, ili aweze kupata matokeo ambayo ni mazuri. Kama utamshauri kilimo cha kontua au la, kulingana na alivyokaa. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni vitu vya msingi kuangalia. Kwa hiyo ndio faida moja hapo ya field visit. Kwa hiyo huwezi kufanya field visit kama hujafika eneo husika na kuliangalia, kwa sababu utakapoona eneo husika ndipo utatoa recommendation ambazo zinazofaa, ambazo yule mhusika au yule mkulima atazifuatilia ili aweze kupata matokeo tija. Lakini pia recommendation hizo zinatoka kulingana na zao husika ambalo mkulima anataka kulilima. Kama katika eneo letu hapa mkulima wetu anahitaji kulima minazi. Kwa hiyo tumeangalia ile eneo, je, linafaa kwa kilimo cha minazi? Kwa sababu mwisho wa siku si tu kama tuko sehemu ya pwani. Je, kama udongo wake hauna rutuba ya kutosha? Lazima umshauri kwamba aweke mbolea ya kutosha. Je, kama eneo lake lilipokaa lina maji mengi sana, linatoamisha maji, lazima umshauri namna gani ya kuepuka vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaweza kusema bana, zao fulani linakubali katika kanda fulani, lakini mtu unasahau vile vitu vya muhimu vya kuviandaa, vya kuviconsider kabla ya kuanza kufanya kilimo husika. Kwa hiyo unapofanya farm visit au field visit inakusaidia kuona kwamba okay, nimeona kuna changamoto hizi 2-3 za kitaalamu, naweza kuzitatua kwa namna hii. Kwa sababu sisi pia tunaangalia kama kuna changamoto tunakuelekeza, lakini pia tunakushauri namna kuzitatua changamoto. Lakini pia kama hakuna changamoto, basi tunakupa ushauri namna gani unaweza kufanya layout shamba lako ili liweze kukaa vyema na mwisho wa siku upate matokeo yenye tija. Kama unavyoona hiyo video hapo chini, tumeangalia swala zima la udongo wa eneo husika upoje, lakini tumegundua katika shamba moja ili eneo lote ni moja, lakini katika kila eneo kuna variation ya udongo. Unakuta sehemu nyingine udongo wake la kichanga kidogo, sehemu nyingine kuna sehemu nyingine kuna utifutifu, lakini ukienda sehemu ya chini pia unakuta kuna ukufinyanzi. Kwa hiyo katika maeneo yote haya unaweza ukaona kuna hiyo variation. Kwa hiyo inasaidia pia kujua kwamba sasa katika eneo lako nini mteja au mkulima anatakiwa afanye ili aweze kupata matokeo yaliyo bora. Siku zote mtu yote anapowekeza anatarajia au malengo yake ni kupata matokeo yaliyo bora. Kwa hiyo kupata matokeo yaliyo bora yanahitaji maandalizi yakinifu. Kwa hiyo lazima uandae maandalizi yakinifu ambayo yatakakusaidia wewe kupata matokeo bora au kupata matokeo chanya. Na zaidi matokeo chanya ni katika uzalishaji. Kwa hiyo uzalishaji unategemea vitu vingi kama urutubishaji, umwagiliaji, lakini pia katika upandaji. Kwa hiyo unapokuwa unapanda, unaangalia eneo lako limekaa vipi. Unapokuwa unarutubisha, unaangalia pia udongo wako una upungufu gani wa virutubisho vilivyopo. Kwa hiyo unamshauri kulingana na udongo wake ulivyokaa. Lakini pia tunafanya soil testing kuangalia udongo umepungukiwa na madini gani muhimu
ambayo yanahitajika katika ukuaji wa mimea. Kwa hivyo mara nyingi tunashauri watu watumie samadi, kwa sababu samadi huwa haiathiri sana udongo, kwa mantiki ya kwamba sina maana mbaya kwamba hutakiwi kutumia mbolea zingine, hapana, ila ukitumia samadi manake unajihakikishia ile durability. Mantiki ya kwamba ukitumia samadi manake una uhakika mmea wako ukakaa na mbolea kwa muda mrefu kuliko ukatumia mbolea hizi za viwandani, industrial fertilizers, ambazo zenyewe zinakaa kwa muda mfupi, lakini pia baada ya muda kadhaa tena unatakiwa utumie tena. Lakini kutumia samadi hasa katika miche hii ambayo tunapanda inakuwa ni rahisi. Katika hatua za upandaji zile ukatumia mbolea ya mboji au ukatumia mbolea ya samadi inakuwa ni nzuri sana na the best choice kwako wewe, ambayo itakusaidia kufanya urutubishaji ambao ni endelevu. Kwa hiyo katika kufanya kilimo endelevu, samadi pia ukitumia inakuwa inasaidia zaidi kufanya kilimo endelevu, kwa maana ya kwamba time after time unakuwa unaendelea tu, urutubishaji unaendelea, huku unamwagilia maji, lakini pia urutubishaji unaendelea. Lakini pia ukiangalia kipindi hiki ni kipindi ambacho tunatarajia kupata mvua. Kwa hiyo maandalizi hayo ya upandaji, maandalizi hayo ya uchimbaji, maandalizi hayo ya shamba yanatakiwa yafanyike kabla ya hizo mvua kuanza. Isije mvua zikaanza ndipo unaanza kutafuta jembe, au mvua zinaanza ndipo unatafuta eneo, unatafuta mashamba. Maana yake inakuwa ni too late, maana yake unakuwa umechelewa. Kwa hiyo kitu cha msingi ambacho tunatakiwa kufanya kabla hatua ya mwisho kabisa, kuna hatua ya awali. Kwa hizo hatua za awali ndio hizi sasa, kama field visit, mtu angalie na limekaaje, lakini pia utaandaa shamba lako, hakikisha shamba lako liko safi, lakini pia utaangalia uchimbaji wa mashimo. Kwa mfano kama unataka upande maembe, unataka upande minazi, unapanda zao gani, lazima hatua ya mashimo iwepo. Lakini pia katika hilo shimo unalochimba haliwezi kubaki wazi, lazima utaweka mbolea, utaweka mboji, utaweka majani ambayo yatasaidia kutengeneza mbolea ambayo itakuwa ni endelevu. Lakini pia baada ya hapo unapanda mche wako. Ukishapanda mche wako utatakiwa umwagilie maji. Kwa hiyo pia lazima katika eneo ambalo unakwenda lazima tuangalie maji yanapatikana vipi, kwa sababu upatikanaji wa maji pia ni jambo la muhimu sana katika structure ambayo ni muhimu katika shamba, maana yake ni kisima au chanzo cha maji cha kuaminika. Kwa hiyo pia tunapoangalia katika shamba la mteja lazima tuangalie, je, ana sosi ya maji? Chanzo cha maji ni kipi ambacho anatumia? Je, ana tenki au kuna mto karibu au kuna kisima? Lakini nikushauri wewe mtazamaji, kama unataka maji ya uhakika shambani kwako, lazima uwe na kisima, kwa sababu ukitegemea mto unaweza kukauka, kwa sababu mto pia tegemea na flow ya mvua inavyoendelea. Au kama una bwawa la kuhifadhi maji pia nao unategemea mvua. Kwa hiyo ukichimba kisima, at least ukiwa na kisima cha mita 100 mpaka mita 150 kinakuwa ni kizuri zaidi, kwa sababu kisima cha mita 100 mpaka mita 150 tunasema ni unapata ule mkondo wa maji ya maji mengi, kwa sababu kwenye level ya mikondo ya chini kuelekea kupata maji, manake ukichimba kwenda chini mita 100 mpaka 150 manake unajihakikishia maji ya kutosha muda wote, kuliko ukachimba labda mita 10 au mita 5 au mita 20 peke yake, inakuwa haitoshelezi. Hata kama uko maeneo ambayo unajua kama maji yako karibu, kuna zile kauli kwamba maji hapo kichimba tu, yani hapo wendi chini maji unapata. Hizo hazisaidii chochote. Kinachosaidia ni kwamba hakikisha kisima chako at least kinakuwa na mita 100 mpaka 150. Kwa hiyo ukichimba kisima hakikisha kwenda chini kina at least mita 100 mpaka 150, ambayo inakuwa inasaidia kupata yale matokeo yaliyo bora. Kwa hiyo pia katika shamba lako hakikisha una maji ya uhakika. Hayo maji ya uhakika yatakusaidia wewe hata kile kipindi mvua hakuna, una uwezo wa kumwagilia mazao yako na ukaendelea. Na sasa hivi serikali, mashirika, watu binafsi, hata sisi taasisi binafsi tunashauri kufanya kilimo cha umwagiliaji, kwa sababu kilimo cha umwagiliaji hakitegemei msimu, kwamba labda labda usubiri msimu wa mvua utegemea msimu wa hivi. Maanake inakuwa inakufanya wewe uwe na narrow minded, kwamba unasubiri tu kwamba kulima mpaka mwezi fulani, kulima zao hili mpaka mwezi fulani. Lakini ukifanya kilimo cha umwagiliaji una uhakika wa kulima na uzalishaji wako kwa mwaka mzima, kwa sababu una maji ya uhakika. Kwa hiyo watu wengi tunashindwa kufanya kilimo kwa sababu ya kukosa maji. Ndio maana watu wengi wakitegemea mvua zikianza, tokise tu utabiri wa leo ametoa mvua zinaanza mwezi wa 12, basi mtu anaandaa shamba mwezi wa 11. Lakini mtu ambaye anafanya kilimo cha umwagiliaji, hiyo sio jambo lake, yani huko ameshavuka, yeye yuko mbali, yeye ni muda wote anategemea tu kwamba anafanya uzalishaji wake. Kwa hiyo
sosi ya maji lazima iwepo shambani kwako, ni kitu cha muhimu. Kwa hiyo tunapofanya field visit lazima tuangalie mkulima shamba lake anategemea maji wapi, au mazao ambayo anapanda atategemea maji kutoka wapi. Kwa ni jambo la msingi. Kwa hiyo kama anakuwa hana maji, anakuwa hana sosi ya maji ya kutosheleza, anakuwa hana uhakika wa maji, tunamshauri mbinu mbadala ambazo anaweza kuzitumia ili aweze kupata maji ya kutosheleza katika shamba lake, na mwisho wa siku afanikishe uzalishaji wa zao ambalo amelipanda. Lakini pia ndugu mtazamaji, tunapofanya field visit au farm visit, huwa mara nyingi kuna vifaa mbalimbali ambavyo tunavitumia. Kuna vifaa vya vipimo, kuna majembe, kuna mashoga, kuna manini kulingana na eneo husika. Kwa sisi, kwa sababu tunatumia nyenzo za kisasa au mbinu za kisasa, mara nyingi tunatumia drone ambazo tunasema ndege ambazo zisizo na rubani. Hizi drone tunazitumia katika matumizi mengi. Zinakuwa ni multi-purpose. Kwa maana ya kwamba tunaweza kutumia kupiga mipaka ya shamba, kujua shamba lako limekaaje, kwa sababu tukisema kuna mtu labda anaweka 60, uwezo ukasema utazunguka eka 60 kote uangalie mipaka, ni uongo. Ila ukirusha drone ukapanisha juu vertical, maana yake hata ikienda zaidi mita 500 juu, maana yake una uhakika kupata eneo la shamba la hata kama eka 60 eka ngapi kwa mara moja. Kwa hiyo ndio maana tuna drone ambao tunaweza tukafika tu eneo tukakaa tu sehemu moja, tukarusha drone, tukafanya view ya shamba zima kwa urahisi zaidi. Tukaangalia uoto wa asili uliopo hapo, tukaangalia wapi kuna maji mengi, wapi pakavu, wapi kuna mwinuko, wapi kuna bonde. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi. Kwa hiyo tunafanya vitu kisasa zaidi ili kwanza kurahisisha muda. Manake tukirusha drone, manake kama eneo linaweka 60, tunaweza kuvisit ile eneo kwa dakika 5 tu tumemaliza. Baada ya hapo tunaangalia kupitia picha ambazo tumezipiga, inakuwa rahisi kufanya evaluation. Lakini pia inakusaidia kuona uoto wa asili, kwa sababu ukirusha drone juu ukiangalia kwa chini unaweza kuona sehemu fulani labda hapa bwana kuna maji mengi, unaona kuna ukijani fulani hapa, kuna sosi, yani kuna unyevu upo. Lakini unaona sehemu nyingine pia unaona sasa hapa pakavu. Kwa ile view ya picha ukiipata, lakini pia hiyo picha hiyo inakuwa na kurahisishia hiyo kuevaluate, uone kwamba je, hii picha ambayo nimeipiga inanipa matokeo gani. Kwa hiyo tunapokuja kufanya field visit shambani kwako, usije ukawaza kama labda tutatumia siku 5, siku 10. No, tuna nyenzo za kisasa ambazo zinakusaidia wewe kupata view ya kutosheleza. Najua wengi sana hamna picha ya mashamba yenu. Ya mtu anakuta na shamba la eka 10, eka 100, lakini hana picha ya shamba lake, kwa sababu hawezi kupata hiyo picha. Lazima ukitumia satellite itakupa picha ambayo, lakini inaweza haikupi data ambayo inatakiwa. Lakini ukiwa na drone inakupa data in real time, kwamba sasa umerusha drone unaona kama kuna upungufu kitu fulani, rahisi kujua. Lakini pia unapopiga ile picha ya shamba ukaingiza kwenye program mbalimbali ambazo za kufanya evaluation, inaweza kuelekeza pia kwamba katika shamba lako hapa tumefanya evaluation ya picha imekuwa hivi na hivi kama ilivyo. Lakini kama mfano mtu amelima zao lake kwa kutumia picha za drone, pia inakuwa ni rahisi kuona namna gani kuna upungufu wa madini katika miche husika. Labda kuna upungufu wa virutubisho fulani katika udongo, au katika mimea imepungua labda phosphorus au nitrogen. Inakuwa ni rahisi kufanya evaluation kwa kutumia picha ya drone. Kwa hiyo tunapokuja kufanya field visit katika shamba lako, hata kama unaweka 100, hata kama unaweka 200, tuna uwezo wa kufanya evaluation katika shamba lako kwa urahisi sana na kwa muda mfupi, kwa sababu tuna vifaa vya kisasa ambapo tunaweza tukapiga picha. Kuna drone, kuna program ambazo tunazotumia katika kufanya evaluation. Kwa hiyo inakuwa rahisi kukupatia majibu ambayo tumekusanya katika hali halisi iliyopo shambani, lakini pia kulingana na hali halisi unapata katika picha. Kwa hiyo hivyo ndivyo tunafanya mambo kitaalamu, ambayo mtu yoyote popote alipo anatamani kupata huduma kama hii. Kwa hiyo usisite kuwasiliana nasi kwa huduma kama hizi za kufanya field visit. Tuje tukutembelee. Unataka kujenga banda, unataka kuanzisha project ya ufugaji, tunaweza kufikia. Unataka kuanzisha project ya kilimo na cha mazao na matunda, pia tunakufikia. Unataka kulima spices, viungo na vitu vingine, tunakufikia, kwa sababu tuna nyenzo zote za muhimu ambazo zinakusaidia wewe pia mteja wetu, lakini pia zinatusaidia sisi wataalamu katika kuchambua na kukupa matokeo yakinifu. Kwa hiyo tunafanya vitu kisayansi, tunafanya vitu pia kisasa, tunafanya vitu pia kitaalamu, ili kuhakikisha kwamba mkulima anapata matokeo ambayo ni bora. Kwa hiyo katika matokeo hayo yatakusaidia wewe mkulima kufanya maamuzi ambayo ni sahihi.
Kwa hiyo kama unahitaji kufanya maamuzi ambayo ni sahihi, tafadhali wasiliana nasi Kilimo Pro. Tuna wataalamu wa kutosha, tunaweza kufikia sehemu yote ambapo ulipo kwa gharama nafuu. Tunachangia gharama ya usafiri, tunakufikia ambapo ulipo na kukupatia huduma yakinifu, na tunawaahidi kuwaletea vitu vizuri zaidi siku hadi siku, lengo tupate matokeo bora kwa wote, kwamba wote tufikie malengo ambayo tunahitaji. Kama mtu ana lengo la kufuga, basi afuge kisasa, awekeze kitu ambacho anakielewa kwa ujumla. Kama mtu anataka kulima mazao, basi afanye kilimo ambacho kenye tija, ambacho anakielewa kwamba anajua anawekeza pesa yangu, natakiwa kufanya 1, 2, 3. Na ndio kitu ambacho watu wengi wanashindwa. Siwezi kusema wanafeli, kwa sababu kufeli ina hatua nyingine. Wanashindwa katika kufuatilia misingi ya msingi. Cha msingi ni kwamba lazima uzingatie, kabla ya uwekezaji wako, hakikisha unafanya utafiti wa zao na ulima, utafiti wa mfugo ambao unataka kufuga. Kama ni mnyama gani unataka kufuga, ni zao gani unataka kulima. Sio tu usikie ukanda fulani bwana ukilima maparachichi, bwana unavuna sio mchezo. Ukanda fulani bwana ukilima minazi, bwana inastawi baya mno. Ukifuga samaki si wapi, bwana unavuna sio mchezo. No, mambo si rahisi hivyo. Wote walifuata utaratibu ambao ni wa msingi, waliangalia ile misingi ambayo inawapelekea wao katika kupata matokeo kama hayo. Kwa hiyo tusifanye kilimo cha kusimuliana. Ndio maana sisi tunafika mpaka shambani kukupa huduma ambayo itakusaidia wewe, badala wewe kufanya kilimo cha kusikia tu. Tunakupa misingi ambayo itakusaidia kupata matokeo bora. Ukija kuangalia ni kwamba vitu hivyo ambavyo tunavielezea siku zote kwenye vipindi vyetu, lengo ni kusaidia mkulima na mfugaji aweze kupata elimu ya kutosheleza, kwa sababu tuna taarifa ambazo tunazitoa ambazo ni za kitaalamu, ambazo akizipata anazielewa na zinamsaidia katika mambo madogo madogo. Lakini pia tunapata nafasi ya kutembelea wakulima wengine ambao walifanikiwa zaidi. Wao waliofanikiwa zaidi wana njia zao ambazo wamezitumia. Kwa zile njia pia tunazitumia kuwaelekeza watu wengine kujua kwamba bwana mwenzetu alifanikiwa, lakini alipita katika hatua 1, 2, 3. Lakini pia huyu alifeli labda katika jambo hili, atakwambia nilifeli hiki, nilikosea kile. Kwa hiyo ambao unayoanza unakuwa na picha halisi, unajua kwamba hapa sasa huyu alikosea hapa, mimi natakiwa kupita njia hii. Njia hizo zinapatikana kupitia Kilimo Pro. Lengo la makala zetu zote ambazo tunazitoa ni kwamba watu wapate elimu, lakini sio elimu tu, na ushauri ambao utawasaidia kufikia malengo ambao tunategemea wote. Tunatarajia kwamba kama unafanya kilimo cha ufugaji, tunafanya kilimo, basi kilimo cha mazao basi kitulipe, tuvune mazao bora, yafike sokoni, yawe na viwango vizuri, yauzwe, tupate pesa. Lakini mtu kama anafuga, basi nipate mbegu nzuri kama ya mbuzi au kama ya ng'ombe, ya bata, ya kuku, mbegu ambayo ukifuga inakubalika sokoni, unauza, unapata pesa. Ndivyo mwisho wa siku upate matunda ya uwekezaji. Sidhani kama kwa mtu anataka kuwekeza alafu mwisho wa siku apate hasara. Sasa kuepusha hizo hasara, ni vyema kabisa ukawasiliana na wataalamu wakakupatia nyenzo muhimu, hatua kwa hatua, nini cha kufanya. Unaposhindwa unapata ushauri kutoka kwao, inakuwa rahisi wewe kuweza kufikia malengo kwa urahisi. Kilimo ni rahisi, lakini ni rahisi endapo utafuata zile hatua kwa hatua. Vitu vya muhimu kama ni mbolea, utumie mbolea gani, eneo liweje, kama upandaje, zile hatua zote za muhimu ukizingatia, basi hakuna ambacho kinashindikana, na tutakuwa na nafasi ya kubadilisha mtazamo huu wa kilimo na ufugaji, ambao watu wengi wanaamini kwamba wanafanya kilimo na ufugaji labda wameshindwa au wamefeli. Lakini hapana, kilimo na ufugaji ni kitu ambacho kinafanya kupatia mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo kwa hayo machache, ningependa kuwashukuru, niwatakie wiki njema. Asante sana, mpaka kipindi kijacho, bye.